Je, unajihisi mchovu kila siku? Hata kama umelala vizuri usiku, unaamka asubuhi na nguvu kidogo, lakini baada ya masaa machache tu unahisi mwili umechoka, akili nzito na hamu ya kufanya kazi imepotea. Watu wengi huzani sababu ni kazi nyingi, stress au hata ugonjwa, lakini ukweli wa kushangaza ni huu. Inawezekana kabisa vyakula unavyokula kila siku ndivyo vinavyoiba nguvu zako kimya. Katika video hii nitakuonyesha vyakula 5 vinavyokusababishia uchovu bila wewe kujua. Na hakikisha unaangalia video hii hadi mwisho, kwa sababu chakula namba 3 na namba 5 watu wengi huvipuuza sana. Utakuwa nami Daktari Lenny Komba. Kama ulikuwa bado kujiunga nasi, bonyeza alama subscribe kisha kengele pembeni yake. Kundi la kwanza la chakula ni vyakula vyenye sukari nyingi. Hebu fikiria hii. Unakunywa soda au unakula kitu kitamu sana. Ndani ya dakika chache unajihisi una nguvu, unakuwa active, hata mood inakuwa nzuri. Lakini baada ya muda mfupi tu, ghafla unahisi mwili umelegea, unasinzia, huna tena nguvu ya kufanya chochote. Hii ndio tunaita energy crash. Sababu ni kwamba sukari huongeza nguvu haraka sana, lakini pia hushusha kwa nguvu, yani kwa kasi ile ile. Mfano, umekula saizi chakula cha sukari, basi mwili wako utakuwa na nguvu ya ghafla, lakini baadaye utapoteza nguvu kwa haraka. Mfano vyakula hivi ni pamoja na soda, pipi, keki, juisi za viwandani. Ushauri wa bure: badala ya sukari nyingi, kula matunda halisi, yatakupa nguvu ya kudumu zaidi. Namba 2, vyakula vya wanga mweupe. Watu wengi hawajui hii. Unakula wali mweupe, mkate mweupe au chapati nyingi, halafu baada ya muda mfupi unahisi usingizi mzito. Hii hutokea kwa sababu vyakula hivi hubadilika haraka kuwa sukari mwilini. Sukari inapanda juu kwa kasi, kisha inashuka kwa kasi pia. Na hapo ndipo uchovu unaanza. Mfano, mkate mweupe, wali mweupe, chapati nyingi. Ushauri: jaribu kutumia nafaka zisizokobolewa, yani brown rice, unga wa dona. Hivi vitakupa nguvu ya muda mrefu bila kushuka ghafla. Namba 3, mafuta mengi. Hiki ndiyo chakula ambacho watu wengi wanakipenda sana, lakini hakiji peke yake, kinakuja na madhara makubwa, yani madhara ya kupoteza nguvu za mwili kwa haraka. Ukila chipsi nyingi, baga au vyakula vya kukaanga sana, mwili wako hutumia muda mwingi kuvivunja, yani kuvichakata. Hivyo nguvu nyingi zinatumika kwenye mmeng'enyo wa chakula. Matokeo yake unajihisi mzito, unachoka haraka, unasinzia hata mchana. Ndiyo maana baada ya kula chipsi nyingi unataka kulala. Ushauri: punguza vyakula vya kukaanga, badala yake kula vyakula vilivyochemshwa au kuokwa kwa wingi. Namba 4, pombe. Watu wengi huzani pombe huwasaidia kupunguza stress, yani msongo wa mawazo, na kupata usingizi mzuri. Lakini ukweli ni tofauti kabisa. Ndiyo, unaweza kulala haraka baada ya kunywa pombe, lakini usingizi wako unakuwa wa kiwango cha chini, yani wa kiwango duni. Mwili haupumziki kikamilifu. Unapoamka unahisi umechoka zaidi kuliko hata kabla ulivyokuwa mwanzo. Kwa hiyo, badala ya kuongeza nguvu, pombe inaondoa nguvu zako polepole. Ushauri: kama unataka nguvu na usingizi mzuri, punguza na epuka pombe kabisa. Namba 5, vyakula vyenye chumvi nyingi. Hiki ni chanzo cha uchovu ambacho wengi hawakifikiri kabisa. Unakula snacks za viwandani, chipsi za kufungashiwa au vyakula vya makopo. Vinakuwa na chumvi nyingi sana. Chumvi nyingi husababisha mwili kupoteza maji haraka, yani dehydration, kinywa kuwa kikavu, lakini uchovu usioelezeka. Nakumbuka,
Hata ukinywa maji kidogo, bado mwili hauwezi kufanya kazi vizuri. Ushauri: kunywa maji ya kutosha kila siku ili kupunguza vyakula vyenye chumvi nyingi. Kama unajihisi mchovu mara kwa mara, usikimbilie dawa kwanza. Angalia kile unachokula kila siku, maana baadhi ya vyakula vinaweza vikawa chanzo cha ugonjwa na si bora kwa maisha yako. Tunashauri hakikisha kile ambacho unakula basi kiwe kitu ambacho kinakuongezea nguvu. Badilisha taratibu, anza kula matunda na mboga, kunywa maji ya kutosha, punguza vyakula vya viwandani. Utaona mabadiliko makubwa kwenye nguvu zako ndani ya siku chache. Ulikuwa nami Daktari Lenny Komba. Asante kwa kunisikiliza. Kama umependa mada yetu, tafadhali usahau kulike, kusubscribe na kushare video hii kwa marafiki. Nikutakie siku njema na Mungu akubariki.